Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Leo tupo kwenye madhara ya mapepo. Tunaenda kufanya maombi madhara ya mapepo. Wako watu wengi wanaumwa, kumbe ni mapepo, kumbe ni majini. Kabla haujaenda hospitali ama haujafikiri kitu chochote, nataka nikuambie tu jambo hili kwamba ufahamu. Magonjwa mengine walio nayo watu sio ugonjwa tu wa kawaida ya kibakteria. Kuna wengine wanaumwa ugonjwa wa kimapepo. Mapepo yameleta madhara mengi sana katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana kuna watu ambao wametibiwa sana, wametibiwa sehemu mbalimbali lakini hawajaona majibu. Lakini nataka tu nikuambie kwamba mapepo yanaweza kuleta madhara mengi sana katika jamii. Mojawapo ya madhara, kuna ulemavu wa kipepo. Yaani kuna ulemavu kabisa. Kuna mtu unaweza ukapata ajali, kumbe ajali ile ni ya kipepo. Unaweza ukapata ulemavu ule wa kipepo. Unashangaa, unatembelea magongo, kumbe magongo ni ugonjwa ulio nao wa kimapepo. Unaweza ukawa umevunjika mkono, kumbe ni pepo limeruhusiwa kuharibu mkono wako. Lakini ukiangalia katika maandiko matakatifu, kwa sababu maandiko ndiyo dira yetu ya maisha ama mwongozo wa Mkristo. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 13, Biblia inasema, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Unaona, huyu mwanamke alikuwa na pepo la udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Naanza kuona huyu ni mwanamke alikuwa na pepo la kupindana. Lile pepo limempindisha, lile pepo limemfanya awe mlemavu kwa miaka 38. Hebu angalia jambo hili la ajabu. Lakini Yesu alipomuona, alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Katika udhaifu wake alio nao huyu mwanamke, udhaifu mojawapo ulikuwa ni kujipinda. Sijajua wewe una ulemavu gani kwenye mwili. Sijajua wewe una ulemavu gani, ni sehemu gani. Umetibiwa, mguu hauponi, mkono hauponi, macho hayaponi. Sijajua una ulemavu wa miaka mingapi. Lakini mwenzetu alikuwa na miaka 38 amepindana, hawezi. Lakini Biblia akasema mstari wa 13, Luka 13:13 anasema, akaweka mkono juu, akaweka mikono yake juu yake, naye akapata akanyooka. Mara hiyo akamtukuza Mungu. Alipoweka mikono Yesu, Biblia inasema mara hiyo akafunguliwa, na yule mwanamke akamtukuza Yesu. That means kwamba unaanza kuona unahitaji maombi ya kuwekewa mkono ili ufunguliwe kwa wakati mwingine. Kwa hiyo ni wangapi ambao wanateseka? Unafikiria kabisa nimezaa mtoto wangu mlemavu, kumbe ni pepo ambalo limeingilia pale. Na leo katika usiku wa leo tunaenda kuvunja hilo katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna pepo limekaa kwenye kiungo chako, tunaenda kulitoa katika jina la Yesu. Ukiamini pamoja na mimi, Mungu anaweza akakufungua hapo hapo, kwa sababu Mungu wetu hana umbali. Mungu wetu hapo ulipo na yeye yuko hapo hapo. Biblia inasema Mungu wetu yupo karibu sana, yupo karibu, tukimuita naye anajibu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba unifungue kwenye mwili wangu. Ninajua Bwana, mwili wangu huu uliniumba vizuri. Katika jina la Yesu, ninaharibu kila madhara ya mapepo. Kama kuna pepo kwenye mwili wangu, kwenye mikono yangu, kwenye shingo, kwenye kichwa, katika jina la Yesu Kristo, ninaipiga hiyo roho. Ninaipiga hiyo roho. Ninaiharibu hiyo roho. Imwachie huyu mwanamke. Imwachie kila ulemavu uliowekewa, kila ulemavu wa kupinda, kila ulemavu wa mguu, kila ulemavu wa mkono, dhara yoyote ambayo
umekutana nayo kwa damu ya Yesu, na kutangazia kuwa huru, na kutangazia kuwa huru, na kutangazia kuwa huru. Ukafunguliwe mguu, ukafunguliwe mkono, ukafunguliwe macho, ukafunguliwe kichwa, ukafunguliwe mbavu katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kila ulemavu, wewe pepo uliyekaa, wewe pepo uliyekaa, uliyemfanya kuwa mlemavu binti huyu, uliyemfanya kuwa mlemavu mama huyu, uliyemfanya kuwa mlemavu baba huyu, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo mfalme hai, kwa jina la Yesu Kristo mfalme hai, anafunguliwa sahihi, anafunguliwa sahihi, anasimama, anasimama katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima kwa damu ya Yesu, pokea uzima kwa damu ya Yesu, pokea uzima kwa damu ya Yesu. Ewe pepo la ulemavu, ewe pepo la ulemavu, wewe pepo la ulemavu, wewe pepo la ulemavu, mwachie mara moja, mwachie mara moja, mwachie mara moja, mwachie mara moja. Achia miguu, achia. Kuna pepo jingine la ulemavu la biashara, likuachie mara moja katika jina la Yesu Kristo. Kila ukipata mtaji, ule mtaji unaanguka. Hilo ni pepo likuachie kwenye biashara, likuachie kwenye kazi. Wewe ambaye unapata kazi nzuri, unakuwa mheshimiwa sehemu fulani, unaheshimiwa, baadaye unashushwa cheo, huo ni ulemavu katika jina la Yesu Kristo. Likuachie katika jina la Yesu. Hilo pepo kwa damu ya Yesu Kristo mfalme, nimekufungua katika jina la Yesu. Nimekufungua mwili, nimekufungua nafsi, na nimekufungua roho katika jina la Yesu Kristo. Nimekutangazia uponyaji kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akikuweka huru, amekuweka huru. Umekuwa huru katika jina la Yesu. Chochote chaweza kutokea sasa, unaweza ukafanya mazoezi hapo ulipo, kwa sababu neema ya Mungu imekwisha kushukia na hakika yake umepona kwa damu ya Yesu Kristo. Tunategemea ushuhuda katika namba zetu. Unaweza kutuma ushuhuda wako kupitia namba hii 0765915604 na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu Kristo hai. Mungu akubariki.